Mamlaka nchini India zimethibitisha kwamba mtu mmoja amenusurika kifo katika ajali mbaya ya ndege kutokea nchini India mwaka huu. Ndege hiyo ya shirika la ndege la India iliyokuwa na zaidi ya watu 200 ilianguka muda mfupi tu baada ya kupaa angani katika uwanja wa ndege wa Ahmedabad, magharibi mwa India. Kwa mujibu wa mamlaka ya anga, ndege hiyo ilikuwa na jumla ya watu 242. Wengi wao walikuwa raia wa India. Waingereza walikuwa 53, Wareno 7 na raia mmoja wa Canada. Jitihada za uokozi bado zinaendelea katika eneo hilo. Ndege hiyo aina ya Boeing Dreamliner 787-8 ilitoa taarifa kwa idara ya kuongoza ndege mara tu baada ya kupaa, lakini ikapoteza mawasiliano baadaye. Kulingana na tovuti ya ufuatiliaji wa safari za anga, rada ya ndege hiyo nambari AI 171 ilipotea sekunde chache tu baada ya kupaa. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aliandika katika ukurasa wake wa X kwamba janga la Ahmedabad limeshtua na kuleta simanzi. Ni huzuni isiyo na kipimo. Kwa upande wake, afisa mkuu mtendaji wa shirika la ndege la India Campbell Wilson amesema, na hapa namnukuu: "Tunatuma salamu za rambirambi kwa familia na wapendwa wa wote walioathirika na tukio hili la kusikitisha. Tunafanya kila liwezekanalo kusaidia kikosi cha dharura kilichopo katika eneo la ajali na kutoa msaada kwa walioathiriwa." Mwisho wa nukuu. Muda mfupi uliopita, BBC imezungumza na mtaalamu wa usafiri wa anga na alikuwa na haya ya kusema. Kuna ndege 11,000 za aina ya nambari hii ya 787 zinazohudumu kote duniani. Zimekuwa zikifanya kazi kwa miaka 11 na hivi majuzi tu zilimbeba abiria wake wa bilioni 1. Na hadi leo rekodi yao imekuwa salama kabisa. Hakuja kuwa na matukio mabaya. Sasa kwa ndege hii ya Air India 787, aina hii ni ya kwanza kuwasilishwa. Matamshi hayo ya afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo la ndege yanatuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Tuelekee nchini Kenya sasa, ambapo waandamanaji walioghadhabishwa na kifo cha mwanablogu na mwalimu wa Kenya Albert Ojwang aliyefariki chini ya ulinzi wa polisi katika mji mkuu wa Kenya Nairobi wamechoma magari na kuvuruga biashara za watu kwa kuvunja baadhi ya maduka, huku wakipora bidhaa tofauti zenye thamani. Maafisa wa polisi walilazimika kufyatua gesi za kutoa machozi ili kuwatawanya. Maandamano hayo ya leo ni baada ya ripoti kwamba ya mwanapatholojia wa serikali kutoa ushahidi wa wazi kwamba jamaa huyo alishambuliwa, ikikinzana na ripoti ya awali ya maafisa wa usalama iliyoeleza kuwa Albert Ojwang alifariki kutokana na majeraha ya kujidhuru. Kwa nini wanatuua? Kwa nini wanatuua? Kwa nini wanatuua? Tukiukia taarifa nyingine sasa, mawaziri wa fedha kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki hii leo wamesoma bajeti za kitaifa na kuangazia mipangilio ya serikali husika kuhusu matumizi ya fedha katika mwaka ujao wa fedha 2025-2026. Mipangilio hii inafanyika wakati ambapo kila taifa linakabiliwa na changamoto za kipekee, huku wananchi wakitaka kupunguziwa mzigo wa gharama ya maisha. Tuanzie nchini Kenya, ambapo waziri wa fedha John Mbadi amewasilisha bajeti kubwa zaidi nchini humo ya dola bilioni 33 za Kimarekani, ikilenga kutafuta mbinu zaidi za kukusanya mapato. Mwanahabari wa BBC Isabella Mogodi alikuwa bungeni wakati wa shughuli hiyo na ametutumia taarifa ifuatayo. Bajeti ya serikali ya Kenya mwaka huu imeongezeka kwa 6% kufikia trilioni 4.2. Nao serikali inaonekana kuwa na matumaini makubwa kuihimili kwa kupata ushuru kupitia Wakenya bila kuumiza mfuko yao. Serikali itaendelea na mikakati ya kuhakikisha hili deni la kitaifa haliongezeki na linalipwa kwa wakati na kuimarisha maendeleo. Lakini wachanganuzi wa masuala ya uchumi na utawala wana wasiwasi kuhusu msimamo wa serikali, wakikisia kwamba kwa miaka 12 shirika la kukusanya ushuru KRA limeshindwa kufikia malengo yake. Mwaka huu wana lengo la shilingi trilioni 2.7. Takriban trilioni 1 za Kenya zitatumika katika kuweza kulipa mikopo. Na hiyo ni baadhi ya changamoto ambazo ni lazima uchumi wa Kenya na serikali ya Kenya iweze kushughulikia. Serikali pia imetenga shilingi milioni 100 katika ujasusi wa kidijitali ili kufuatilia kile ambacho Wakenya wanachapisha, kushiriki na kusema mitandaoni na hata kunakili mapato yao kwa ajili ya kuwakamata wanaokwepa ushuru, swala ambalo limetibua hamaki ya Wakenya. Tuko na data commissioner. Kazi yao ni maneno ya data protection. Pia tuko na sheria.
So hiyo data commissioner kazi yake ni kuhakikisha kwamba data ya private ya mtu binafsi haiwezi kujulikana, na wapo na masheria na utaratibu ya kufuatia. So watu wasihofie. Kwa sababu ya maandamano mwaka jana, hakuna mapendekezo makubwa ya kodi. Serikali haijasema moja kwa moja kwamba inaongeza kodi mpya katika mswada huu. Badala yake imebadilisha bidhaa ambazo zilikuwa hazitozi kodi na kuziorodhesha miongoni mwa zile zitakazotozwa kodi ya nyongeza ya thamani VAT. Bidhaa hizi ni kama vile chakula cha mifugo, simu zilizotengenezwa ndani ya Kenya, magari, betri za sola na malighafi ya kutengeneza bidhaa za matibabu. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia. Nchini Tanzania, waziri wa fedha Mwigulu Nchemba amewasilisha bajeti ya taifa hilo katika bunge jijini Dodoma. Taifa hilo linajiandaa kwa uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu, na waziri Nchemba anasema serikali itagharamia shughuli hiyo kupitia fedha zake zenyewe bila kuhitaji usaidizi kutoka nje. Bajeti hiyo pia italenga kukamilisha miradi ambayo tayari imeanzishwa na kuanzisha mingine mipya ya kimaendeleo. Humphrey Mgonja alifuatilia hotuba hiyo na kututumia taarifa ifuatayo. Akiwasilisha bajeti hiyo, waziri wa fedha Mwigulu Nchemba amesema kwamba bajeti iliyowasilishwa ina thamani ya trilioni 57.4, huku akisema kwamba uchumi wa Tanzania unakuwa kwa 3.3, na bajeti hii imelenga kuendana na dira ya maendeleo ambayo ni kukuza uchumi, kukuza uwekezaji na pia kuendeleza maendeleo ya watu. Waziri Mwigulu amesema kwamba ziko bidhaa ambazo zimepandishwa kodi na nyingine zimepunguzwa kodi na nyingine zimefutwa kodi kabisa. Hii ni kwa lengo la kuinua viwanda vya ndani na uzalishaji wa ndani. Vitu kama uzalishaji wa vileo vinavyotoka nje vimeongezewa kodi zaidi, na vile ambavyo vinazalishwa nchini vimepunguzwa kodi. Na vitu kama ice cream ambazo zinazalishwa kutoka nje na kuletwa vimeongezewa kodi, lakini zile ambazo zinazalishwa nchini kwa malighafi ya ndani zimepunguzwa kodi. Anasema hayo ni kwa malengo ya kukuza maendeleo ya Watanzania ambayo yatalenga kutumia bidhaa zao za ndani. Lakini zipo bidhaa ambazo zimepunguzwa kodi kwa makususi kabisa, kama vile pikipiki maarufu kama bodaboda. Hizo zimefutiwa kodi kabisa, lakini zile ambazo zina matairi matatu maarufu kama bajaji zimepunguziwa kodi. Na akiwasilisha amesema kwamba kumepunguzwa kodi kwa baadhi ya vitu kama vile gesi ambazo zimepunguzwa kodi. Hii ni kwa malengo ya kuweza kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Pia vipo vifungu vya sheria ambavyo vimefutwa au vingine vimeongezwa. Mathalani kifungu ambacho kinaipa mamlaka serikali kufungia biashara pale ambapo mfanyabiashara atakaposhindwa kulipa kodi au kukiuka mamlaka ya kikodi. Lakini vipo ambavyo vimeongezwa. Serikali imetoa nafasi kwa bunge kutunga sheria ambayo itampa waziri ambaye anasimamia uwekezaji kuainisha ni biashara gani itafanywa na wageni wanaokuja kufanya biashara nchini. Ikumbuke kwamba bajeti hii ni ya mwisho kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Wako ambao wanaona bajeti hii ni muhimu katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini kuna baadhi wanaona kwamba huenda ikawa ni maksusi katika kujenga ushawishi kuelekea uchaguzi utakaofanyika mwaka huu.